Nataka niingie katika neno. Ni wakati wa neno. Unapofungua moyo wako, Bwana ataenda kutenda. Kurudishwa Sayuni kwa waliokombolewa. Bwana Yesu asifiwe. Wale waliotekwa mateka na Farao, wakawa wanaishi katika dhiki, katika zulma, katika kunyanyaswa. Bwana akasikia kilio chao, akapata kuwatoa katika mji wa Misri na kuwapeleka katika mji wa Kanaani. Na ni siku ya leo najua ya kwamba ibilisi ametushika kiasi cha kuwa tumelikosa tumaini, lakini nataka nikwambia kwamba mchana wa leo Bwana anaenda kuliachilia tumaini, maana unaenda kupokea kwa jina la Yesu Kristo. Nataka nipate msomaji mzuri akapate kuingia katika kitabu cha Isaya 35. Nisomee hiyo 1 mpaka mstari wa 8. Kitabu cha Isaya mlango wa 35 mstari wa 1 hadi wa 8. Unasema, nyika na mahali palipo ukiwa patafurahi, jangwa litashangilia na kuchanua maua kama waridi. Litachanua maua mengi na kufurahi, naam, kwa shangwe na kuimba. Litapewa uzuri wa Lebanoni, utukufu wa Kameli na Sharoni. Watauona utukufu wa Bwana, ukuu wa Mungu wetu. Itieni nguvu mikono iliyo dhaifu, yafanyeni imara magoti yaliyolegea. Waambieni walio na moyo wa hofu, jipeni moyo, msiogope. Tazama, Mungu wenu atakuja na kisasi, na malipo ya Mungu atakuja kuwaokoa ninyi. Ndipo macho ya vipofu yatafumbuliwa na masikio ya viziwi yatazibuliwa. Ndipo mtu aliyekilema ataruka kama kulungu, na ulimi wake aliyebubu ataimba. Maana katika nyika maji yatabubujika, na vijito vya jangwa na vijito vya jangwani. Na mchanga ung'ao mfano wa maji utakuwa ziwa la maji, na nchi yenye kiu itakuwa chemichemi za maji. Katika makao ya mbweha walipokuwa wamelala, patakuwa na majani pamoja na mianzi na manyasi. Na hapo patakuwa na njia kuu, na njia nayo itaitwa njia ya utakatifu. Wasio safi hawatapita juu yake, bali itakuwa kwa ajili ya watu hao wasafirio. Wajapokuwa wajinga hawatapotea katika njia hiyo. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana litukuzwe. Tunataka tupate kusikia nabii Isaya alipoachilia ujumbe juu ya wana wa Israeli. Wana wa Israeli walikuwa wako katika mateso. Walipokuwa wako katika mateso wana wa Israeli, neno linasema ya kwamba kilio chao Bwana alipata kukisikia. Na baada ya kusikia kilio cha wana wa Israeli, alitafuta jinsi ambavyo atawakomboa katika mikono ya adui. Bwana Yesu asifiwe. Walilia machozi, mioyo ilikuwa na huzuni, maana katika maisha waliokuwa wanaishi yalikuwa ni maisha ya kukaukiwa, yani maisha ya huzuni, maisha ya ukataliwa, maisha ya magonjwa. Neno linasema ya kwamba wana wa Israeli walikuwa wanafanyishwa kazi ngumu, kazi ya mateso. Wakawa wamekataliwa katika ufalme, lakini Bwana alipata kusikia kilio chao. Na wakati aliposikia kilio chao, alimtuma mjumbe ni kwa ajili ya kuenda kuwakomboa.
Neno linasema ya kwamba katikati yao kulikuwa kuna mabubu, katikati yao kulikuwa kuna viwete, katikati yao kulikuwa kuna viziwi. Yani walikuwa hakuna yule anaweza akasaidia mwenzake. Ndipo wakaanza kumulilia Bwana. Walipoanza kumulilia Bwana, neno linasema ya kwamba machozi ya wana wa Israeli, Mungu alipata kuyasikia machozi yao na yakaenda kuwafuta machozi yao, na neno linasema ya kwamba akapeana ujumbe ni kwa ajili ya wana wa Israeli. Haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Neno linasema ya kwamba nyikani na mahali pakavu Bwana alipatengeneza. Kwa wale ambao walikuwa wamelipoteza tumaini, kwa wale ambao walikuwa wamepoteza mwelekeo, neno linasema ya kwamba walipoamini ndani ya mioyo yao, na Musa alipotumwa, wakaona ya kwamba ni vyema tuandamane na Musa, maana ataenda kutuvukisha ng'ambo nyingine. Mioyo yao ilikuwa ina dhiki, mioyo yao ilikuwa ina mzigo, lakini neno linasema ya kwamba walipoamini waliona mkono wa Bwana ukipata kuwatetea. Nataka nimwambia ya kwamba mchana wa leo, utakapoamini na moyo wako, Bwana anaenda kukubadilisha maisha yako mpendwa, maana hautabaki jinsi ulivyo. Kuna neno linaenda kupenya ndani ya moyo wako na unaenda kugeuzwa maisha yako. Hautabaki jinsi ulivyo mpendwa. Yale maisha ya ukataliwa hautabaki nayo, yale maisha ya kutengwa hautabaki nayo, maisha ya magonjwa hautabaki nayo, maisha ya ulemavu hautabaki nayo, maisha ya upofu hautabaki nayo, maana Bwana anaenda kutingisha miungu iliyoinuliwa juu ya maisha yako. Amina. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Kuna neno jipya linaenda kuachiliwa katika maisha yako. Bwana anaenda kukutengenezea njia pasipokuwa na njia. Najua ya kwamba moyo wako umehuzunika, moyo wako una uchungu, maana kila unaloliona unakosa jibu katika maisha yako. Kila unalolifanya unakosa jibu katika maisha yako, kwa sababu bado uko katika mikono ya Farao. Lakini kunaye Musa ametumwa mchana wa leo, ni kwa ajili ya kwenda kukunyakua mikono ya maadui. Unaenda kunyakuliwa mchana wa leo, unaenda kutolewa katika mikono ya giza, ile mikono ya maadui waliokukamata maisha yako. Kuanzia siku ya leo, Bwana anaenda kuachilia suluhisho. Ni wewe ukapate kukombolewa, ni wewe ukapate kufunguliwa, ni wewe ukapate kuinuliwa mpendwa, maana kuna neno jipya linaingizwa katika maisha yako. Amen. Unajua tabia za mchawi? Akija usiku, akija kupata wewe umekaa unasoma Biblia, anaanza kukutangaza. Bwana Yesu asifiwe. Huyu ni mchawi huyu. Kumbuka amekuja, amejaribu, ameshindwa, sasa anajiuliza, mbali nilipofika huyu inaonekana amepafuka. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana litukuzwe. Mwambie Bwana akaachilie nguvu ndani ya moyo wako, akafufue maisha yako. Wanapojipanga kuja kupigana nawe, waje wakute wewe hata unakula sima. Wanapokuja saa 8 usiku, waje wakupate unapiga kahawa kako, maana Bwana anaenda kuachilia mtingisho katika miungu yao. Haitafanya kazi Bwana. Amina. Bwana anaenda kukushika mkono. Amen. Jina la Bwana litukuzwe. Haijalishi walikutegea mitego gani, haijalishi wanakupangia nini, Bwana anaenda kusimama ni kwa ajili ya kukutetea. Ndio kuna utetezi katika maisha yako mpendwa. Isaya alipotumwa ni kwa ajili ya kuwakomboa wana wa Israeli waliokuwa wanadiki, maana waliishi maisha ya huzuni, maisha ya kunyanyaswa, maisha ya kutafuna meno. Lakini Bwana akasikia ya kwamba si vyema wanawe wakahangaike, akaenda kuwabadilisha. Neno linasema ya kwamba aliwatengenezea njia pasipokuwa na njia, na wana wa Israeli wakapita. Hata wewe ninajua ya kwamba umefika bahari ya Shamu, unaishi ya kwamba adui anakushika, lakini Bwana anaenda kunyosha mkono, bahari inaenda kugawanyika, wana wa Israeli wapite,
bahari inaenda kugawanyika, inaenda kufanywa kuwa nchi kavu, watu wa Mungu wakapite, maadui watakapofuatilia wakamezwa kwa jina la Yesu Kristo. Amina. Amen. Vile ulivyo si kwa nguvu zako, bali ni kwa mkono wa Bwana. Kuna mtu anapokuona umefungua nyumba asubuhi, akikuona umetoka nje, anasikia kuumia, anataka asikie kwamba kimetangazwa. Amina. Maana kuna mtu akikutana na wewe, amesinywa na wewe, anatamani tu kama ana uwezo wa kuchukua hiyo nafsi na kuiangamiza. Lakini nataka nikwambie ya kwamba mchana wa leo Bwana amekushika mkono na ataenda kukusaidia. Wanaokuwazia kufa kwako, wanaokuwazia kukuangamiza, Bwana anasema ya kwamba wataangamia wenyewe. Wewe hautaangamia mpendwa, maana wewe hautaliwa cha mnyama, wala hautatolewa sadaka. Damu yako iko uchungu, maana Bwana amekutakasa na damu ya Yesu Kristo wa Nazareti. Hautakamatwa na miungu tena, hautakamatwa na misimu tena, hautakamatwa na vigango tena. Miungu ya Labani haitakukamata, maana wewe umeshikwa mkono na Bwana. Amina. Bwana anaenda kuachilia uzima mchana wa leo. Bwana anaenda kuachilia kufunguliwa kwako mpendwa. Huo udhaifu ndani ya moyo wako, amini ya kwamba udhaifu unaenda kung'oka kwa jina la Yesu. Hakuna udhaifu utakaopatikana katika nyumba yako, hakuna udhaifu utakaopatikana katika mwili wako, maana udhaifu unaenda kung'oka kuanzia sasa, ili watu wa Mungu wakapate kumrukia. Amina. Petro na Yohana walipofika hekaluni katika mlango wa Mzeituni, palikuwa pana mjamaa pale anaishi akitegemea washirika. Neno linasema kwamba yeye alikuwa ni kiwete. Ujue ya kwamba Paulo na Yohana si eti ilikuwa ile ni mara yao ya kwanza kuingia pale mahali. Walikuwa kila wakati wa kusali wanaingia katika ile nyumba, na yule mtu walikuwa wanamuona katika ule mlango. Hatimaye hata hao nao wakiwa wanaweza waliwahi kumbwagia sadaka ili akapate chakula. Bwana Yesu asifiwe. Lakini neno linasema ya kwamba ilipofika wakati wa Bwana, Paulo na Sila walipoongozana kuingia katika hekalu, walipomkaribia, jamaa alipoona makoti makubwa makubwa, akajua ya kwamba leo nitaenda kula vinono, maana hata kama ni maini nitakula, haya makoti ni lazima yatanilisha vizuri. Kumbe siku hiyo ndio Bwana alikuwa amepanga ya kwamba mtu yule akapate kuinuliwa mahali pale. Bwana Yesu asifiwe. Walipomkaribia, wakamwangalia, wakamhuzunikia. Walipoanza kuomba, akaambiwa ya kwamba, neno linasema ya kwamba Yohana akamwambia ya kwamba hatuna cha kukupatia, lakini kile tulicho nacho tunakupa leo. Bwana Yesu asifiwe. Na kile walichokuwa nacho wakamwambia Bwana, kiwete huyu ainuke na tembee, akapate kurukaruka hekaluni. Wakajua ya kwamba Bwana uko pamoja nasi. Neno linasema ya kwamba kiwete yule aliinuka tena, akaingia katika mlango wa nyumba ya Bwana na akaanza kumrukia Bwana. Nataka nikwambie hata wewe, haijalishi una miaka mingapi katika hekalu la Bwana, unaishi ya kwamba ugonjwa wako haujapata tiba, nataka nikwambie siku ni leo, unaenda kumrukia Bwana, unaenda kumrukia Bwana, maana Bwana anaenda kukufungua. Huo ulemavu unaenda kung'oka, huo ulemavu unaenda kuondoka, huo dhaifu unaenda kung'oka. Mtu wa Mungu akapokee kwa jina la Yesu. Amen. Kuna Roho wa Mungu anayeingia ndani ya moyo wako, anakuwazia mema mpendwa, anakuwazia kukutajirisha, anakuwazia utajiri, anakuwazia uzima, anakuwazia amani. Bwana anabadilisha maisha yako mchana wa leo, maana anakuwazia mema mpendwa. Mahangaiko yamefika mwisho, mateso yamefika mwisho, kukataliwa kumefika mwisho, maana ni siku ya leo. Unaenda kukutana na Yohana katika mlango ule, unakutana na Yohana, anaingia ndani ya moyo wako,
akapendue magonjwa yote yaliyowekwa ndani yako. Bwana anaenda kubadilisha maisha yako mpendwa. Yako. Nataka nikwambie ya kwamba siku ya leo usitamani kushindwa. Mwambie Bwana, ninataka nikashinde hata kama kuna majaribu gani, lakini ninaposimama pamoja nawe Bwana, ninaamini ya kwamba nitashinda. Iwe kazini kuna misukosuko kiasi cha kuwa umekosa amani, nataka nikwambie vinywa vya maadui vinaenda kufungwa makazini kwako. Wewe unaenda kupata kibali. Waliokigeukia, Bwana atashughulikia maisha yetu, atakuwa pamoja nasi, hatatuacha tukabaki kuwa mayatima. Mateso ilikuwa ni wakati tuko mikononi kwa Farao, na Bwana ametutoa katika mikono ya Farao, ametuleta katika nchi ya ahadi, nchi ya maziwa, nchi ya asali, nchi isiyokuwa na magonjwa, bali ni nchi ya amani na uzima. Amen. Sema amen. Amina. Usijipe stress na maisha. Mwambie Bwana, nitengenezee njia pasipokuwa na njia. Amina. Na Bwana anatengeneza. Shukuru kwa kile unachokipata. Mwambie Bwana, nitengeneze, nikuyakubali haya maisha, maana nataka nitembee na wewe, na Bwana atakushughulikia. Kuna mtu anajishikisha pressure kwa sababu jirani yake jana alikaranga chapati, asubuhi akasikia mafuta jwe. Hasani inakuwa shida mpaka vita. Wenzako wanatoka wakitafuta wanakaranga, we kila siku hutoki. Kwani kukaranga ndio kutakuweka wewe ndio upato hai? Weka kasafuria kakolee moto, na siku hizi kuna gasi. Gasi ni dakika 2 imekolea moto ile safuria. Weka majani, kunywa chai ambayo leo breakfast imekoya nguvu. Mahesabu yanaendelea bwana. Hakuna kujitesa. Bwana anatembea nasi. Bwana Yesu asifiwe. Wewe jitesa. Nisomee Ezekieli 29 mstari wa 6. Unasema, na watu wote wakao Misri watakujua ya kuwa mimi ndimi Bwana, kwa sababu wamekuwa mwanzi wa kutegemewa kwa nyumba ya Israeli. Walipokushika kwa mkono wako ulivunjika, ukawararua mabega yao yote, nao walipokutegemea uliwavunjika, ukawatetemesha viuno vyao vyote. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Na wote waliokuwa wanakaa katika mji wa Misri, waliojaribu kukupiga chini, waliotaka kukuangamiza, Bwana alipata kukushika mkono. Neno linasema ya kwamba maadui walitetemeka mbele yako. Mwambie Bwana, usiniache maishani pangu, maana nataka nitembee na wewe, ili maadui wakapate kujikwaa na kuanguka, wakajua ya kwamba Bwana uko pamoja nami, na Bwana anaenda kukushughulikia. Mwambie Bwana, siku ya leo nimelisikia neno, nataka ukapate kunibadilisha, nataka ukapate kunitengeneza, na Bwana anaenda kushughulikia maisha yako.